Michezo 7 umepoteza michezo 6, sare 1. Kidogo ilikuwa ni mchezo ambao una pressure hasa kwa upande wa Simba. Kwa hiyo walijipanga na kwa sababu ya mchezo wa ligi kuu, nadhani kuna namna kipindi cha kwanza kilikuwa kimepoa sana. Fouls nyingi mno. Nadhani bila ya kuwa na mwamuzi mwenye busara kubwa, inawezekana jana pia zingetembea kadi nyekundu kipindi cha kwanza mapema sana. Busara ni au uoga Jackie? Hapana. Michezo ya dabi, mimi huwa napenda kuzungumzia dabi kama ni vita. Mpaka inaitwa dabi means hapa zinakutana timu mbili ambazo ziko very tight. Sasa zikikutana hizi timu ni lazima kuwe na intensity ya hali ya juu sana. Kupata mwamuzi ambaye ana uwezo wa kuhandle ile pressure ya dabi, akaweza kuminya kutoa kadi za mara kwa mara, imepelekea huu mchezo kuendelea kuwa mzuri zaidi mpaka dakika ya 90. Kwa sababu zingetoka mapema, ina maana kuna watu asubuhi tu. Yaani mtu kama Kagoma, mtu kama Edmund, kama Loemba, Damaro, yes. Bora Loemba huko kipindi cha pili alipoingia. Yeye hapa katikati hapa mwanzoni hapa tayari kuna watu wawili walikuwa wanaondoka kwenye mchezo kulingana na aina ya fouls ambazo walikuwa wanazicheza. Kwa hiyo binafsi mwamuzi alijitahidi kuhandle ile pressure na kuwatuliza tu wachezaji kwa namna ambavyo alikuwa anahisi ni sahihi kufanya, na akafanya dabi iendelee kupendeza, kwa sababu mpaka kipindi cha kwanza kinamalizika kwa namna ambavyo fouls zilikuwa zinachezwa, the way ambavyo kimsingi kipindi cha kwanza kukuwa na mbinu yoyote ya maana ambayo ilikuwa inafanyika zaidi ya kuwa na pressure kubwa na matumizi makubwa ya nguvu. Lakini nadhani mara baada ya kupumzika waliporudi, kuna namna ambavyo tuliona mchezo umebadilika sasa. Young Africans walimiliki mpira almost dakika 5 hivi, wakawa na pressurize Simba. Baadaye mchezo kageuka, Simba wakarudi wakaanza kuipressurize pia Young Africans. Nadhani pia Simba wali drop game kidogo mara baada ya mchezaji wao kuumia, Oura. Alipoingia Selemani Mwalimu, Mpanzo akasogea pembeni. Kuna namna kama kimbinu tayari Steve Barker alikuwa amepata athari kwenye kikosi chake kulingana na sabu ya lazima ambayo ilimlazimwa aifanye. So game ilikuwa nzuri, na hasa kuanzia dakika 40 na 45 kipindi cha pili mpaka dakika 90 zinamalizika. Tumeona namna ambavyo walimu wao walikuwa wametengeneza timu zao kwa ajili ya kukutana kwenye mchezo huu. Lakini pia kocha wa Young Africans mpaka akimaliza msimu kabisa, na mumaliza yani umeisha mpaka mwisho, basi amshukuru sana Mungu. Nadhani amekuwa na shida ya kuishiwa na mbinu ama mipango ya kimchezo. Michezo mingi sana unaona kuna sehemu akiminywa kwenye maeneo ya midfield, wing zake zikiminywa, na mzungumzia Pacome, Maxim pia Nzengeli. Kuna namna unaiona Young Africans inapooza kabisa.